Yes, Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu uliye hai, tunakushukuru, tunakutukuza wakati na masaa kama haya Mfalme. Asante kwa ajili ya neema, asante kwa ajili ya fadhili zako Bwana Yesu. Tunakushukuru kwa ajili ya kazi ambayo unafanya katikati yetu. Tunashukuru kwa ajili ya maarifa, tunashukuru kwa ajili ya mwangaza, nuru ambayo Bwana inawaka katika nia zetu. Hata leo Baba, tunapojifunza katika hili neno, tunapojifunza mafundisho haya Bwana, tunapata kutiwa nuru, tunapata kukuona kikamilifu katika maandiko. Jina lako linatukuzwa katikati yetu. Nawe Bwana, umetukuzwa, sisi tunachengwa. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Glory to God. Ni washukuru tena mara nyingine ninapomshukuru Bwana kwamba ametuchalia tena nafasi kama ya leo ili kwamba tuweze kujifunza. Ni bidii, kazi ya Mungu ni bidii. Na kuna kitu niliwaambia, mimi ni mwanafunzi pia, mimi hujifunza akiwa hivi. Kuna mwalimu anamsikiliza wakati mwingine anasema kwamba huduma ni bidii. Ukikosa bidii kwa huduma hautaona matokeo. Na wakati mwingine akiongea, hata mimi wanaona kuna sehemu nyingi inahitaji kuweka bidii. Hallelujah. So bidii inaanza na mambo yale madogo madogo. Glory to God. Inaanza na mambo madogo madogo. Unajua bidii ni kama mfano, wewe uko hapa leo hivi, acha tuseme kwamba umeambiwa na kiongozi wa kanisa. Umeambiwa na kiongozi wa kanisa kwamba fakia, tukimaliza ibada, anakuja anakuchukua na kwambia tukimaliza ibada make sure umefakia na umemop kanisani ndio uende. Namba 1 ni kutii, alafu weke bidii kwa kila ambacho unaambiwa kufanya. Haleluya. Sasa haina maana kwamba unajua unaweza tii, lakini fanya tu kidogo kidogo, kusakusa kidogo, alafu ondoke mbele. So aliyekwambia ufanye hivyo, sasa atakuja kuangalia, anaona ndio utii, ulitii, lakini hii nayo bwana, hii kazi gani? Yaani umefanya kazi ovyo kabisa. Haukuonyesha bidii ya kufanya kila ambacho ulikuwa umeambiwa kufanya. So kazi ya Mungu tunaweza tukatii kuifanya, lakini tukakosa pia bidii. Tukikosa kufanya kwa bidii, hatutakaa tuone matokeo. Bwana Yesu asifiwe. So wewe kuweko hapa leo ni bidii. Weka bidii, weka juhudi kwa kazi ya Mungu, na tutamuona Mungu. Glory to God. So hakuna mambo huwa yanakuja kiurahisi vile. Mambo ya Mungu yani ndio usalishe kwenye huduma hayakuji kwa urahisi. Nahitaji kujitoa kuomba, nahitaji kujitoa kabisa kwa kila eneo kufanya kila ambacho unapaswa kufanya. So bidii inatakana ndani mwetu. So nakumbuka shuleni ujue wakati mwingine tulikuwa tunachapwa shuleni, tunaona kama tunakosewa. Lakini sasa hivi nafikiria ukikaa tu chini ukakaa vizuri unaanza kusema mwalimu, hata kama sidhani kama kuna mwalimu alikuchapa sasa hivi unaweza kumchukia. Maana ukimwona unasema mwalimu, unamsalimia ukisema kwamba mimi ni matunda. Vipoko hiyo ni chapa. Leo ndio niko mtu. Maana kunawezekana ungekuwa mbaya. Wakati mwingine mzazi akimchapa mtoto, kuna mtu aliwahi sema kwamba wakati mwingine ukipembeleza mtoto sana, haina maana unampenda. Huyo mtoto unamchukia. Wakati mwingine unahitaji kuact. Fanya kitendo, fanya kitu. Huyu mtoto aone kwamba maana ndio upendo. Maana ukimwajiria tu kimkwarusa, unampangusa tu hivyo, huko mbeleni utashangaa kitu ambacho ulikuwa unalea si kawaida, kimebatilika. So tunaweza tukakuwa hapo wakati mwingine tunajifunza hivi tumemaliza. Yule mtu anaweza akasema sasa hata tumejifunza asubuhi, sasa tumejifunza tena ibada nyingine. Sasa kama hii ni ya nini? Ina muhimu gani? Weka bidii. Haleluya. Weka bidii. Utakuja kuona mazao, utakuja kuona matunda. Kesho ukiwa kama baadhi yetu wale ambao Mungu atawajalia aweke kwenye huduma, hakuna kitu kingine utafanya nje ya kile ambacho ulijifunza hapa. Na nimekuwa nikikaa vitu vingine huwa na experience kidogo. Wakati wote tunataka kufanya kitu nje, yani kuna mambo si yote, lakini kuna mambo ambayo ukitaka kufanya nje ya mwalimu ama nje ya mzazi, unaonanga hukumu, yani hakuna breakthrough, unaona kunakuwa na yani hayapenyi kabisa. Lakini ukirudi kufanya kama baba, unaona kila kitu kinaenda nywele.
kunakuwa na ule wepesi. Glory to God. So kile tunafanya hapa inakuchengea msingi pia, wakati kama Mungu atakupea kundi, hilo kundi utaliweka kwenye msingi mzuri. Unaona? Utakuwa unawafundisha kwamba lazima mweke bidii. Maana kanisani lazima watu kuwe na wale kulalamika na kuna wale ambao wanakuwa wanasoma kwa bidii. Nikiwa hapa nimeongea na dada mmoja hapa kanisani, anipea ndoto fulani, na hicho kitu ndio nimejaribu kukumbuka. Kama sikusema Sunday, nilisema kwa mkesha ya viongozi. Nikasema kwamba kuna watu unafundisha vizuri, lakini mtu akitoka akienda nje anaenda kueleza kitu tofauti na kila alifanya nini? Alifunzwa na pia alikuliwa mkeshani. Nilisema lini kitu kama hiyo? Haya. Dada anasema naona ndoto yake tukiwa tunaenda kujifunza. So niliwaambia kabla ya mambo yote tuende tujifunze kwanza. So tukaenda. So kulikuwa na blackboard kubwa sana. So kuna mmoja wa mahali hapa ambaye alikuwa kwa ibada hii. Yeye ndiye nilimpea choka kwamba kuna maneno nitakuwa nikisema na wewe ukiandika. So huyu mama anasemenya moto ile anasema kwamba mimi huku niko busy naeleza. Ni shetani na anasaka kitu mbali hapo. Sasa huko hata kuna mtu anafaenda huko kuna nyasi mingi, huko kuna nyasi. Mtu akiuliza tu huko kuna nyasi, sasa hii ni nini sasa? Ona mimi niko busy huko nafundisha, yeye aandike kwa blackboard ili watu wengine wachukue notes vizuri. Sasa alisema sasa ile mimi naeleza neno la kwanza akaandika, huko kwingine akaanza kuandika tu vitu zake. Sasa kwanza si hata maneno, si vitu ya kusoma, ile mchezo wa watoto ile. Sasa anasema akaangalia, sasa akawa anajiuliza, pastor ana expect watu wanachukua notes, ya anaendelea akifikiria fulani anaandika, haandiki bwana, fanya hivi. So akasimama, akaenda akachukua hiyo choka, akaanza kuandika vizuri. Huyo mwenye alikuwa anafanya huo mchezo kaka. So ndio nikakumbuka kila baadhi alikuwa anasema unaweza ukafundishwa hapa. Kila unafundisha wewe unaenda kutoa kitu tofauti. Na wengine wanaenda extend, wanaanza kusema injili yao, yale mafundisho yao. Nani mtu wetu? Ni sehemu yetu, ni kiungo chetu. Makosa. Haleluya. So nafikiri tunaenda kwenye part what? Leo ni kwa somo lote ni part ni sawa, lakini part what kwa somo lote? Part 6. Leo ni part 6 Leo ni part 6 subtopic So leo ni part 7. Siwazi kuzielewa ya kwanza ilikuwa ni kama sikuwa najua. Tulianza na maneno ya awali. Angalia mali ulianza nipati watu kwa tukihesabu maneno ya awali yake ni nipati. Hiyo nafikiri ilikuwa kama ndio part 1. Alafu utangulizi. Sio ni part. Ndio maneno ya awali. Hiyo ni maneno ya awali. Utangulizi. Injili ya Kristo. Hiyo ni 3. Na nafasi ine. Alafu msingi wa wokovu, then injili ya Kristo ni nini? Kama
Mnaangalia kama hii mliandikaje? Maneno ya awali na utangulizi. Lakini tuliandika siku moja. Sisi siku tofauti ama mmeuliza ni kama ni part ama zilikuwa tu transaction. Maneno ya awali na utangulizi na vilikuwa one day, si ndio? So tukaiweka kama part 1. Part 2 ni msingi wa wokovu. Injili ya Kristo. Part 3. Endelea. Alafu kuna nafasi ya matendo katika kuokolewa. Part 4. Alafu kuna Mungu hesabu dhambi. Part 5. Part 6. Sehemu ya kwanza. Tuko 6 bado. Hatujatoka hapo. Sikisema mimi ni nani? Hiyo ni part 6. So hapa nimeokolewa kwa neema. Kasubtopic Kawan, Katu. Alafu tukaenda nimezaliwa mara ya pili. Bado ni hapo tu. Alafu leo mimi ni mwenye haki katika Kristo. Bado iko katika chini ya part 6. Kwa chini ya mimi ni nani? Bado part 6. Kama ni sawa. Maana iko mimi ni nani? So tuko part 6. So tuko part 6. Subtopic ni mimi ni nani, sehemu ya 3. Sehemu ya 3. Tuna sehemu ya kwanza, ya pili na ya 3. So leo ni ya 3. Anaunda notes zake vizuri. So haya, mimi ni nani? Hapo chini yake andika mimi ni mwenye haki katika Kristo. Sasa chini ya mimi ni nani? So ni part 6, si ndio? Ni part 6, mimi ni nani, sehemu ya 3. Tunaweza tukasema hivi. Alafu chini ya mimi ni nani, mimi ni mwenye haki katika Kristo. Kuna hili neno haki. Neno haki katika muktadha huu inamaanisha kutokuwa na kosa. Tutajaribu kuharakisha ili nisiwakalisha hapa. Neno haki maana subtopic ni mimi ni mwenye haki katika Kristo. So hili neno haki kwenye muktadha huu linamaanisha kutokuwa na kosa, lawama au hatia. Kutokuwa na kosa, lawama au hatia. Inamaanisha kutokuwa na kosa, lawama au hatia. Usuri, hatujaenda sana, tumeanza kuandika sasa. Tuko part 6, mimi ni nani, sehemu ya 3. Ndivyo. So mimi ni nani, part 6, sehemu ya 3. Tumejifunza mimi ni nani. Hizi subtopic ndio zinatupea tu sehemu, si ndio? Hizi subtopic ndio zinatofautisha. So hapo chini ya mimi ni nani tunatembea leo na kipengele ya kwamba mimi ni mwenye haki katika Kristo. Hicho ndio kipengele tunaenda nacho. Kuna kipengele kingine ilikuwa nimesaliwa mara ya pili. Cha kwanza nimeokolewa kwa neema, cha pili nimesaliwa mara ya pili, cha tatu mimi ni mwenye haki katika Kristo. So hizi zote zinaongelea kwamba mimi ni nani. So tumesema neno haki katika muktadha ule inamaanisha kutokuwa na kosa, lawama au hatia. Inamaanisha kuwa na haki mbele za Mungu. Maanake kama hii kuwa na haki mbele za Mungu, na neno haki linamaanisha kutokuwa na kosa, lawama au hatia, inamaanisha hauna kosa mbele za Mungu, wala lawama wala hatia mbele za Mungu. Maana mbele za wanadamu obvious wataona makosa, wataona mapungufu, lakini neno haki, nimehesabiwa haki mbele za Mungu. Mungu anakuona una makosa, una lawama, una hatia. So tunaweza kusimama mbele za Mungu bila hisia yoyote ya hatia. Tunaweza kusimama mbele za Mungu bila hisia yoyote ya hatia, aibu au hukumu.
tunaweza kusimama mbele za Mungu bila hisia yeyote ya hatia, aibu au hukumu. So mwamini anafaa kusimama mbele za Mungu ambaye hatia, aibu au hukumu. Bila hali ya hukumu, tuliona tukijifunza saa ile kwamba mtu anakuwa unajitunisha, yani ujithamini mbele za Mungu na nini. So mbele za Mungu tunasimama na ule ujasiri. Umeandika? So mbele za Mungu, ukisimama mbele za Mungu, simama ukijua, yani unajua kuwa na hatia unaelewa wakati mwingine unaona kwamba umekosea, alafu unaona wokovu unaweza kuwa umepotea, ama Mungu ana hasira na wewe kwa sababu ya makosa ambayo umefanya. So kama hili neno nimehesabiwa haki, maana yake linakuondoa katika ile hali ya kujiona nimekosea, Mungu ananionaje, Mungu ana hasira na mimi. So unafaa ujiondoe pale, ile aibu ya kuona makosa yako kwamba for example, mtu anaweza kosa kuja mbele ya watu wengine, anaona aibu, si ndio? Kwa sababu ya kosa, baba fulani wanajua nimefanya hivi na hivi, so anaona ile aibu ya kusimama mbele. So ukiona aibu hautakuwa na ujasiri mbele ya watu wengine. Hata ukiambiwa uongee, ukiangalia makosa yako unasema hapa sitaongea leo. So na hiyo mambo ya kujihukumu, kujiona ufai na nini. So mbele za Mungu, haki ya Mungu imeondoa mambo haya, kwa sababu Mungu hatuoni katika hayo. Glory to God. Warumi 8:1. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Mambo yanajirudia tu yenye tumejifunza leo. Warumi 8:1. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya hao walio katika Kristo Yesu. So muamini leo ana haki mbele za Mungu, yupo mbali na hukumu. Muamini leo ana haki mbele za Mungu, yupo mbali na hukumu. So muamini anaye haki ya Mungu na uko mbali sana na hukumu. Wewe hautahukumiwa kwa lolote, pia hautahukumiwa kwa lolote. Wewe hautahukumiwa kwa lolote. Mungu hakuoni katika makosa yako. So hautahukumiwa. So muamini hafai kuwa na wasiwasi juu ya rapture, kwamba rapture ikifanyika mimi nitaenda wapi. Na hata neno lenyewe rapture, watu wanasema rapture, lakini neno lenyewe rapture liko kwenye Biblia. Sika umeshaiangalia, hakuna neno rapture. Kuna neno rapture. So tukijaribu kuongea basi tukitumia ile wanakiita rapture, basi hata ikifanyika muamini hana wasiwasi ya kuachwa. Glory to God. Uje neno rapture bila ambavyo linachukuliwa leo, mimi si walitoa bili neno rapture kwa sababu wanachukua kwamba watu waliomo duniani walio wenye haki watachukuliwa waachwe wasiokuwa na haki. Lakini kutoka mwanzo ukiangalia, waliokuwa wanaondolewa duniani walikuwa wenye haki ama wenye dhambi? Kutoka tu mwanzo, wale wenye dhambi ndio walikuwa wanakufa. Wakati wa Musa ardhi kimesa watu, sio wale walikuwa Musa aliainisha, alisema kama wale wako pande yangu wakuje na wale wako pande ya Mungu wakuje pande yangu, na wale wako pande ya Mungu wapaki. Wakati wa Kora ardhi kamesa watu, hata wakati wa Nuhu. Sasa mimi wanashindwa, kwa nini watu wanatoa wapi kusema kwamba watakatifu wataondolewa? Maana tunaangalia kutoka mwanzo waliokuwa wanaondolewa. So kama kuna kuondolewa, basi wale ambao wanafaa waondolewe na wale ambao hawaamini Injili. Glory to God. Sisi tunaondolewa, tunapelekwa wapi? Maana mpango wa Mungu tangu mwanzo. By the way, tutakuja kujifunza tu Mungu akitusaidia, maana tuko hapa. Hii dunia yote kwa jumla bado ni nyumba ya Mungu. Ni hekalu la Mungu. Ni mahali pa takatifu. So Mungu alitenga hii dunia kwa ajili ya kufanya kazi yake. Ameiweka kwa ajili ya kumake sure kwamba dunia yote imekuwa miliki yake. Sasa maana mpango wa Mungu ni kwamba Injili ni dunia yote. So ukisema hii dunia itaharibiwa, Mungu alichanganyikiwa lini? Alichoka ndio haribu dunia. Sasa dunia ndio ina dhambi ama watu ndio wana dhambi? Dunia haina shida, inaharibiwa imekosa nini? Hii tunakula matunda hapa na maembe na nini, ina dhambi? So kama hii dunia tuliomo ndani leo tumekanyaka, hii ardhi ina shida, nani anasababisha hiyo shida? Ardhi ilipolaaniwa wakati wa Adamu.
ni Mungu. Kwanza Mungu alisema ardhi imelaani, si Mungu alilaani ardhi. Ardhi imelaaniwa kwa sababu ya matokeo yako ya dhambi, ya kutokuamini kwako. Sio shida ya ardhi ni mwanadamu ameiletea. Yes, so shida ya ardhi, yeah, very good. Shida ya ardhi ni mwanadamu. Kama haisai vizuri, hata mashamba kama haitoi mazao vizuri, shida iko kwa nani? Si kwa mwanadamu, ndiye amesababisha. Wewe ndio unatafuta hizi chemical na nini na nini ukisema kwamba unataka kutengeneza. Maana kitambo wakati walikuwa wanapanda na chemicals. Sasa unawezekana chemical na hii ardhi haviingiani, bila tu mwanadamu aelewe. Maana ardhi yenyewe na mimea iliyopandwa kwenye ardhi ni mbolea itself. Aya, acha nirudi. Ardhi inataka kula, ona, hii miti nini na nini, hizi vitu zote zinatoka kwenye ardhi. Sikirudi kwenye ardhi inakuwa nini? Mbolea. Lakini sasa kuna ile inatengenezwa inawekwa sumu ndani. Alafu inawekwa ardhi ifanye kazi ambayo maybe si yake. Ndio unaona, angalia mashamba leo ya nyumbani ambayo tumetumianga mbolea ya leo. Haisai by the way. Kwanza imekauka, hiyo mchanga imekauka kweli kweli. Lakini kama kitambo watu walikuwa wanategemea akifuna mahindi yake, hiyo takataka inapaki pale pale. Maana watu wako wengi na mang'ombe. So mang'ombe si kama ndio kwa wingi, lakini wako wengi na ng'ombe. So hawako wanaondoa. Zinapaki, wewe unafuna tu mahindi kama imesimama. Unaona? Alafu unaacha inakaa kama msitu, kunakaa tu hivi. Zindi, alafu wakati wa kulima ng'ombe zinatembea zikifanya nini? Sikilima sikiangusha hiyo takataka. Alafu wakati mnarudia kulima mara ya pili mmeichanganya, maana imeosa. Mbolea imetosha na ilikuwa shamba lilikuwa linatoa vizuri. So shamba inakuwa fertile. Yes, so shida ya dunia dunia ina shida. Shida ni mwanadamu anaishi wapi? Duniani. Glory to God. Warumi 8:32. Romans chapter 8:32. Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe bali alimtoa kwa ajili yetu sisi zote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? 33. Ni nani atakaye washtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. 34. Ni nani atakaye wahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, na yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Glory to God. So badala ya kutuhukumu, Mungu ametuhesabia haki. Maana hata vile sema ni nani atakaye wahukumu wateule? So badala ya Mungu kutuhukumu, maana kama kuna mtu wa kutuhukumu basi ana right kulingana na haya maandiko. Ni Mungu anafaa tuhukumu. Lakini zaidi ya badala ya kutuhukumu, ametuhesabia haki. Ametuhesabia haki. Mungu ametuhesabiaje haki? Romans chapter 10 verse 8. Romans 10 verse 8. Tutasoma mpaka verse 10. Lakini yanenaje? Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako na katika moyo wako, yaani ile neno la imani tulihubirilo. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alifufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. So tunapataje haki? Kwa kupitia imani. Na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. So wokovu, kinywa kinadhibitisha ulichokipata ndani. So udhibitisho wa mimi kuwa nimeokoka ni kile ambacho ninakiri kutokea wapi? Ndani. So moyo unaamini, alafu kinywa kinasema. Hayo kwenye ibada tumesema kwamba Paulo anasema niliamini na nikasema. So imani inakupelekea kufanya nini? Kusema. Glory to God. So tunafanywa wenye haki kwa imani katika yale ambayo Kristo amefanya. So hivyo ndio tunahesabiwa haki. Tunafanywa kuwa wenye haki kwa imani katika yale ambayo Kristo amefanya. Tunafanywa kuwa wenye haki kwa imani katika yale ambayo Kristo amefanya. Tunafanywa kuwa wenye haki kwa imani katika yale ambayo Kristo amefanya. Kwa hiyo katika wokovu tulifanywa kuwa wenye haki
yaani siku ulipokea Injili, siku ulihubiriwa ukaamini, hiyo ndio siku ulifanywa ulihesabiwa haki. Ama tunasema kwa hiyo katika wokovu tulifanywa kuwa wenye haki. So mtu anaweza kuuliza ulifanywa haki wakati gani? Ni wakati niliamini, ni wakati niliokolewa. Ama wengine wanasema kuokoka, ni wakati niliokoka. Na hii ndiyo asili yetu katika Kristo. So asili yetu katika Kristo ni kwamba mimi ni mwenye haki. Mimi ni mwenye haki. So wakati mwingine nafika mahali kichwa kikiharibika kidogo, namwambia mtu ambaye anakuambia na wewe na Mungu kila saa, kuomba kila saa, mwambie ndugu, hata umechelewa. Haki ni asili yangu. Yaani hata ukikata damu yangu, haki tu ndio utaona inatiririka. Haki tu ndio unaona inatiririka. Maana haki imefanyika kuwa nini? Asili yetu. Haleluya. Zingatia msingi wa haki ya Ibrahimu. Tuangalie. Nimesema zingatia msingi wa haki ya Ibrahimu. Nataka tuone msingi wa haki ya Ibrahimu, yani umechengwa aje. Warumi 4:2. Yani masomo yanakirudia tu yenye tumejifunza leo bwana. Romans 4:2. Kwa maana ikiwa Ibrahimu alihesabiwa haki kwa ajili ya matendo yake, analo la kujisifia, lakini si mbele za Mungu. So kujisifia kwamba una haki kwa sababu ya matendo, inasema si mbele za Mungu. Si mbele za Mungu. Maana maandiko yanenaje? Ibrahimu alimwamini Mungu, akahesabiwa kwake kuwa na haki. Ikahesabiwa kwake kuwa na haki. Lakini kwa mtu afanyaye kazi, ujira wake hauhesabiwi kuwa ni neema, bali kuwa ni deni. Lakini kwa mtu asiyefanya kazi, bali anamwamini yeye ambaye amhesabia haki, asiyekuwa mteua, imani yake mtu huyo imehesabiwa kuwa haki. Glory to God. Hebu niwaulize swali. Ibrahimu aliamini Mungu akamhesabia haki. Nina swali. Aliamini nini? Ahadi ya Kristo kwa Ibrahimu ilikuwa nini? Ahadi, si mmeniambia aliamini ahadi ya Mungu. So ahadi ya Mungu kwa Ibrahimu ilikuwa nini? Si kama umeshaifanya utafiti ukajiuliza maswali. Si mmeniambia hivyo jamani. Aliamini nini ahadi ya Mungu? Ahadi ya Mungu kwake ilikuwa nini? Aliambiwa nini ndiye akaamini? Unajua anajaribu kukuja. Alikuwa mzee. So yeye alikuwa anaona ngana ile uzao. Lakini ndio kwanza Mungu hapo anamaanisha ni sasa. Lakini yeye aliona tu Isaka, lakini kwa umri wake. Lakini amini katika hiyo kwamba nataka kufanya utafiti uko tu sawa, unakuja lakini chipu liko kwenye hiyo. Kuna chipu liko mahali. Wewe ndio fanya utafiti. Maana Ibrahimu hakuamini. Ibrahimu hakuhubiriwa kuhusu ufufuo wa Kristo akaamini. Kuna ahadi ya Mungu kwake. Yenye Biblia inasema kwamba alipoambiwa akaamini ndiye akahesabiwa haki. Maana hicho chenye aliambiwa, hicho ndio kitakuja kuconnect ufufuo wa Yesu Kristo. So naona mnajua tu na mnakaanga tu hapo. Ibrahimu aliamini alipoambiwa kwamba uzao wako utakuwa kama nini? Na hebu sikiza, anapoambiwa uzao wako utakuwa kama nyota ama mchanga wa bahari, alikuwa na mtoto? No. Hakuwa na mtoto. So akijiangalia number 1, hana mtoto. Hapo. Hebu tusome kidogo hapo. Mtu atusomee. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako, jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Hiyo ndio ahadi inaanzia. Na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikie, na kulaani nitamlaani, katika wewe jamaa zote za dunia. Unaona ahadi ya Mungu vile inaendelea. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru, ndipo akaenda pamoja naye. Na Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Abrahamu akamchukua Sarai mkewe. So hiyo miaka ya Abrahamu kwa nini inatajwa? Iko connected na nini? Kila aliambiwa.
Maana hii kutajwa in vain, imetajwa kwa sababu ina sababu na Lutu mwana wa nduguye na vitu vyao vyote walivyokuwa wamejipatia na hao watu waliowapata huko Harani, wakatoka ili kwenda nchi ya Kanani, nao wakaingia katika nchi ya Kanani. Abrahamu akapita katikati ya nchi mpaka mahali patakatifu kwa Shekemu, mpaka mwaloni wa More, na Wakanani siku zile walikaa katika nchi hiyo. Bwana akamtokea Abrahamu akasema, uzao wako nitawapa nchi hii. Naye huko akamjengea haya. Wakati anasema uzao wako nitawapa nchi hii, alikuwa hana nini? Mtoto. Haya, tena kumbuka, hakuwa anazungumza uzao kuhusiana na ufufuo wa Kristo, anazungumza uzao physically, Kanani physically. Haya, ukitaka kujua kitu kama hiki Isaka aliambiwa. Sijui kwa 21, hebu jaribu kuangalia Mwanzo 21, si kama ni kuna kitu tena exactly kama hicho. Bwana akamjia Sara kama alivyonena na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Sio. Kuna hiyo kwa Isaka hapo. Kuna neno la Mungu, kuna ahadi ya Mungu kwa Isaka. Sikumbuki exactly ni wapi, lakini kuna mahali Mungu anaongea na Isaka na anamwambia mambo yale ya kusitisha uzao wake. Kusitisha uzao wake. Mambo yale pia aliambiwa kwa Nuhu. So Nuhu pia aliambiwa kuhusu kusitishwa kwa uzao pale. Ile anu, hebu kama unaangalia hiyo mtu, hebu anisomee Mwanzo 9. Si kama ndio ya Nuhu, Mwanzo 9. Neno la Mungu na Nuhu. Mungu akambariki Nuhu na wanawe. Hiyo niko 9. Akawaambia saeni. Unaona? Saeni mkaongezeke mkaja. So ahadi ya Mungu ilikuwa kwenye maongezeko. Hao walikuwa wanahubiriwa kwenye maongezeko ya wapi? Ndio hicho ukiconnect na ufufuo wa Yesu, ndio kile Yesu yaani kila wana wa Israeli walishindwa kufanya, ndio Yesu alisaliwa ndani ya taifa la Israeli ili afanye walichokishindwa, kila ambacho walishindwa. Kama vile injili ilikuwa ianzia Kanani, injili ikaanzia wapi? Yerusalemu. So Kanani ilikuwa ni mahali pa kuanzia kuchaa. Ndio sababu inakuja connectiwa kwamba wote ambao wanaamini kama Ibrahimu wanakuwa watoto wa nani? Wa Ibrahimu. Kwa sababu gani? Wametembea kwenye burden. So hata Isaka, ukitafuta kwenye Isaka utakuta kwamba masitisho imeongewa kwamba nitasitisha uzao wako. Glory to God. So kwa maana ikiwa Ibrahimu alihesabiwa haki kwa ajili ya matendo yake, analo la kujisifia, lakini si mbele za nani? Mbele za Mungu. Alafu inasema maandiko yanenaje? Ibrahimu alimwamini Mungu, akahesabiwa kwake kwa. So Ibrahimu aliamini kwa uzao wake utakuwa mkubwa, si ndio? Hebu sikizeni. Ibrahimu anapoambiwa mambo haya, Ibrahimu alikuwa hana mtoto. Miaka yake na mke wake imeenda viwango kwamba hao walisahau. So Mungu anapoongea kwamba nitasitisha uzao wake, alikuwa na swali. Sina mtoto, utasitisha uzao upi? Si ni kweli? Nani hata mimi nikiondoka leo atarithi sasa mambo hayo naye asema. Ndio iko 20 ila Isaka. Hebu tusome ile Isaka. Mwanzo 28. Basi Isaka akamuita Yakobo. Akambariki, akamwagiza, akamwambia, usitwae mke wa binti za Kanani. Ondoka uende Pandarani. Ndio. Basi na Mungu wa Mwenyezi akubariki, akusindishe na kuongeza ili uwe mkutano wa makabila. Akupe mbaraka wa Ibrahimu, wewe na uzao wako pamoja na upate kurithi nchi. Baraka Ibrahimu. Akupe baraka wa Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa amepewa ahadi ya Mungu. So Mungu kumwambia kwamba nitakubariki Ibrahimu, wewe na uzao wako,